Mpendwa mfuatiliaji wetu, karibu katika mwendelezo wa kujifunza lesoni yetu ya Bobea Andikoni. Ikiwa ni mwendelezo wa juma la 5 na leo tupo katika siku ya Jumatano na somo lisemalo nguvu ya mazoea. Kabla tujaendelea, tupate ombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante kwa kuturuhusu kuifikia siku hii ya leo. Sasa katika kujifunza kwetu lesoni hii, tunakualika pamoja na sisi ukatufundisha na kutuelewesha. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Miaka kadhaa iliyopita niliketi kwa mazungumzo na msimamizi wangu wa kazi. Alikuwa amejitolea zaidi ya miaka 40 ya maisha yake kwa huduma, na alipozungumza nilimsikiliza. Nilimpenda mtu huyu wa Mungu kwa sababu nyingi, lakini hasa kwa uwezo wake wa kuanzisha utaratibu mzuri wa kuishi. Alikuwa akiunda mazoea. Kwa mfano, yeye ni mkusanyaji wa magazeti. Popote anaposafiri duniani anapata magazeti muhimu. Pia hukusanya vitu maalum kutoka kwa taasisi za Waadventista wa Sabato duniani kote. Chupa ya maji kutoka hapa, mfuko au kofia kutoka huko. Ikiwa kuna tabia yake moja ambayo ninaipenda zaidi, ni tabia yake ya kuweka shajara. Katika miaka 1960 alianza kuandika kila siku, na tabia hiyo imeendelea kwa karibu miaka 60. Je, unaweza kufikiria miaka 60 ya shajara za kibinafsi? Majarida ya rafiki yangu yalinasa majaribio na ushindi, mambo ya kawaida na ya ajabu, maombi yaliyojibiwa na maombi yaliyokuwa kingoja majibu. Anaweza kufuatilia kazi ya kila siku ya Mungu katika maisha yake kwa zaidi ya nusu karne. Ni rekodi ya kustaajabisha ya upendo wa Mungu na ya uwezo wa utaratibu mzuri. Mazoea ni jambo lenye nguvu. Ikiwa kuna tabia moja shetani atafanya kila kitu kukuzuia usiendeleze, ni kutumia muda na Mungu kila siku asubuhi na jioni. Atakuvuruga, atakuhimiza ulale kupitia kengele yako ya ibada. Atakuhimiza kufanya ibada haraka ili uweze kufika shuleni au kufanya kazi kwa wakati. Atatuma watu kwa njia yako ambao mahitaji yao ni muhimu sana kwamba lazima uache ibada yako ili kuwahudumia. Je, umepitia lolote kati ya haya ulipojaribu kuchukua uzito kuhusu matembezi yako ya kila siku na Mungu? Ikiwa unayo, usikate tamaa. Unachohitaji ni mpango. Tumia muda mwanzoni mwa kila juma kupanga muda wako wa kila siku wa ibada na Mungu. Unaweza kutaka kusoma somo lako la Bobea Andikoni asubuhi na kuanza somo la imani wakati wa jioni. Labda asubuhi zako zitakuwa nyakati za maombi na ibada yako ya jioni itaendeshwa na kujifunza Biblia. Chochote unachochagua kufanya, kushindwa kupanga ni kupanga kushindwa. Kufanya mpango na kuweka katika kalenda yako pamoja na vikumbusho vinavyofaa kutaondoa ubashiri nje ya wakati wako na Mungu, ambayo inaweza kuwa kizuizi kwa ibada ya kila siku. Zingatia jinsi unavyohisi katika wakati wako na Mungu. Kumbuka mambo muhimu na matokeo ya chini. Nyakati hizi zitathibitika kuwa za thamani katika miaka ijayo, na utaweza kufuatilia mkono wa Mungu maishani mwako. Mambo ya kufanya: 1. Tafakari tena juu ya Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 23 na tafuta mahali Yesu alipo. 2. Ni tabia gani ulioianzisha ambayo imebadilisha maisha yako? 3. Je, ulimwonaje Yesu kwa namna tofauti wakati wa somo la juma hili? Basi Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.